Ni moja update kutoka nchini China ambapo imeelezwa kwamba serikali nchini China imetoa wito kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo walio na uzito wa chini ya kilo 50 kujifungia ndani ya nyumba, huku wakionya kuwa wanaweza kupeperushwa kwa urahisi na upepo mkali unaovuma katika eneo hilo. Shirika la habari limeripoti leo Jumatatu Aprili 14 kuwa mamlaka ya hali ya hewa China imetoa tahadhari mara 5 juu ya dhoruba hiyo katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, Jumamosi na Jumapili, ambapo upepo, mvua, theluji na radi zimekuwa zikipiga eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, upepo unaopuliza umefikia kiwango cha 13. Nguvu ya upepo hupimwa kwa kipimo cha kutoka daraja la kwanza hadi la 17. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya hali ya hewa ya China, upepo wa daraja la 11 unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na maisha ya watu, huku wa daraja la 12 ukileta uharibifu wa kiwango cha juu kabisa. Tahadhari ya upepo wa kiwango cha kati, ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika mfumo wa tahadhari wa ngazi 4 nchini China, iliyotolewa mjini Beijing siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Yes, ni kutokea China ya kwamba title inaeleza kwamba wenye kilo chini ya 50 wanatakiwa kujifungia ndani kisa upepo mkali. Mimi Bani Hilari kutoka Bongo 5 TV. Ni moja update kutoka nchini China ambapo imeelezwa kwamba serikali nchini China imetoa wito kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo walio na uzito wa chini ya kilo 50 kujifungia ndani ya nyumba, huku wakionya kuwa wanaweza kupeperushwa kwa urahisi na upepo mkali unaovuma katika eneo hilo. Shirika la habari limeripoti leo Jumatatu Aprili 14 kuwa mamlaka ya hali ya hewa China imetoa tahadhari mara 5 juu ya dhoruba hiyo katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, Jumamosi na Jumapili, ambapo upepo, mvua, theluji na radi zimekuwa zikipiga eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, upepo unaopuliza umefikia kiwango cha 13. Nguvu ya upepo hupimwa kwa kipimo cha kutoka daraja la kwanza hadi la 17. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya hali ya hewa ya China, upepo wa daraja la 11 unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na maisha ya watu, huku wa daraja la 12 ukileta uharibifu wa kiwango cha juu kabisa. Tahadhari ya upepo wa kiwango cha kati, ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika mfumo wa tahadhari wa ngazi 4 nchini China, iliyotolewa mjini Beijing siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Yes, ni kutokea China ya kwamba title inaeleza kwamba wenye kilo chini ya 50 wanatakiwa kujifungia ndani kisa upepo mkali. Mimi Bani Hilari kutoka Bongo 5 TV. Ni moja update kutoka nchini China ambapo imeelezwa kwamba serikali nchini China imetoa wito kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo walio na uzito wa chini ya kilo 50 kujifungia ndani ya nyumba, huku wakionya kuwa wanaweza kupeperushwa kwa urahisi na upepo mkali unaovuma katika eneo hilo. Shirika la habari limeripoti leo Jumatatu Aprili 14 kuwa mamlaka ya hali ya hewa China imetoa tahadhari mara 5 juu ya dhoruba hiyo katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, Jumamosi na Jumapili, ambapo upepo, mvua, theluji na radi zimekuwa zikipiga eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, upepo unaopuliza umefikia kiwango cha 13. Nguvu ya upepo hupimwa kwa kipimo cha kutoka daraja la kwanza hadi la 17. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya hali ya hewa ya China, upepo wa daraja la 11 unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na maisha ya watu, huku wa daraja la 12 ukileta uharibifu wa kiwango cha juu kabisa. Tahadhari ya upepo wa kiwango cha kati, ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika mfumo wa tahadhari wa ngazi 4 nchini China, iliyotolewa mjini Beijing siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Yes, ni kutokea China ya kwamba title inaeleza kwamba wenye kilo chini ya 50 wanatakiwa kujifungia ndani kisa upepo mkali. Mimi Bani Hilari kutoka Bongo 5 TV. Ni moja update kutoka nchini China ambapo imeelezwa kwamba serikali nchini China imetoa wito kwa wakazi wa kaskazini mwa nchi hiyo walio na uzito wa chini ya kilo 50 kujifungia ndani ya nyumba, huku wakionya kuwa wanaweza kupeperushwa kwa urahisi na upepo mkali unaovuma katika eneo hilo. Shirika la habari limeripoti leo Jumatatu Aprili 14 kuwa mamlaka ya hali ya hewa China imetoa tahadhari mara 5 juu ya dhoruba hiyo katika kipindi cha wiki 2 zilizopita, Jumamosi na Jumapili, ambapo upepo, mvua, theluji na radi zimekuwa zikipiga eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, upepo unaopuliza umefikia kiwango cha 13.
nguvu ya upepo hupimwa kwa kipimo cha kutoka daraja la kwanza hadi la 17. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo ya hali ya hewa ya China, upepo wa daraja la 11 unaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwenye miundombinu na maisha ya watu, huku wa daraja la 12 ukileta uharibifu wa kiwango cha juu kabisa. Tahadhari ya upepo wa kiwango cha kati, ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika mfumo wa tahadhari wa ngazi 4 nchini China, iliyotolewa mjini Beijing siku ya Ijumaa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muongo mmoja uliopita. Yes, ni kutokea China, ya kwamba title inaeleza kwamba wenye kilo chini ya 50 wanatakiwa kujifungia ndani kisa upepo mkali. Mimi Hilary kutoka Bongo 5 TV.